Bwana, ala alelelelele, mambo yananoga mtu wangu, asikombie mtu. Mamake na Ryan amemrudisha mtoto kwa Lisa, ila kwa masharti makali mno. Je, Lisa hatokiuka masharti hayo? Lakini Ryan yeye anaomba ruhusa ya kumuua Ghost. Je, atafanikiwa kumuua? Nikakwambia usikose sehemu ya 11 mtu wangu. Hatimaye ndo hii hapa sehemu ya 11, mzigo mtamu kweli kweli wa Ice Will Kill Me chapter 6, mzigo uliotayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Bibi naitwa Uncle J. Bwana, karibu sehemu hii ya 11. Kama Ghost anarudishwa kwake, unaonaje nikamalize hii kazi mimi kama mimi? Unamaanisha nini Ryan? Mzee Max aliuliza huku akimtazama Ryan. Namaanisha mimi bado ni ninja na uwezo wa kumua Ghost. Hata kama analindwa na walinzi wake, basi ni jambo zuri kwangu, kwani yeye na walinzi wake wote watakwenda kufa kwenye upanga wangu. Nipe ruhusa Mzee Max nikamshughulikie, kwani ni wakati wa kuweza kuinda na ni lazima nimshughulikie. Tafadhali naomba niruhusu kwenye hilo. Mzee Max alishusha pumzi taratibu huku akikuna kichwa chake, kwani uwezo wa Ryan anaujua vizuri, na alimpeleka yeye mwenyewe kwenye mafunzo ya uninja ili kuhakikisha kwamba anamtumia kwenye mazingira ya kuwaua maadui wenye ulinzi mkali kama Ghost. Niamini kwenye hili, nitakileta kichwa cha Ghost hapa. Naam, Ryan aliendelea kusisitiza huku akimtazama Mzee Max. Ryan, mimi nakuamini na ninakupenda sana, ila kwa sasa ningeomba unipe muda wa kulifikiria hilo, na kuomba usifanye chochote kibaya kitakachogharimu maisha yako na kutia doa uongozi wangu. Sawa mzee wangu, mimi nimekuelewa. Nashukuru kwa kunielewa. Nitahitaji kupumzika kwa kipindi hiki. Utakapokuwa tayari, basi naamini unajua ni wapi pa kuweza kunitafuta. Sawa Ryan, mimi nawashukuru kwa kujitoa kwenu. Usijali Mzee Max, tuko pamoja. Ryan alisimama na kisha alitoka ofisini kwa Mzee Max. Naima, kama unahitaji kurudi kazini, milango iko wazi. Na isitoshe unaweza kuwa hapa Ikulu na ukasaidiana na watendaji wengine kwenye masuala ya IT. Nashukuru sana mkuu, ila kwa sasa siko tayari kurudi kazini, ila tupiane muda kwanza. Naelewa kwenye hilo, wala hata usijali. Nashukuru. Naima alitoka ofisini hapo. Mzee Max alichukua simu yake juu ya meza iliyokuwa inaita kwa mfumo wa video call na kisha akaipokea. Max, niseme shukrani. Wanajeshi wako wamekuwa ni waaminifu. Wamenifikisha nyumbani na nitakaa hapa kwa mapumziko. Naam, Ghost alizungumza huku akiwa anamuonyesha Mzee Max nyumba yake anayoishi maeneo ya Mojohe. Sawa, na kuomba utunze ahadi yako Ghost. Max, usijali, nipo kifungo cha ndani na nipo na watu wangu. Hakuna shida ndugu yangu. Nashukuru, na utakapohitaji chochote Ghost, naomba unijulishe. Mke wangu naomba aje nyumbani sasa. Maisha lazima yaweze kuendelea. Sawa sawa, mimi nimekuelewa, nitamjulisha basi. Usijali, nitampigia simu mimi mwenyewe. Sawa. Majukumu mema kaka. Nifanye nijivunie kuwa na rafiki kama wewe Max. Usijali ndugu yangu Ghost. Sawa, baadaye acha nipumzike kwanza na kisha baadaye mke wangu nitamfahamisha aweze kufika huku nilipo. Sawa sawa, hakuna shaka. Mzee Max alikata simu huku akimtazama katibu mkuu kiongozi akiingia ofisini kwake. Mheshimiwa Rais, Rais wa Marekani atakupigia baada ya dakika 5. Okay, sawa. Mzee Max alifungua laptop yake ambayo hutumia kwa ajili ya mazungumzo ya kiserikali kwa njia ya video call
mara baada ya mawasiliano yanayoingia kwenye laptop yake kuhakikiwa na wanausalama wa masuala ya IT. Ndani ya muda aliokuwa ameambiwa na katibu mkuu kiongozi, simu ya rais wa Marekani iliingia na ndipo mzee Max akaipokea huku akiwa wanatazamana kwa video call. Habari yako Mheshimiwa Rais Max. Salama, habari na wewe Mheshimiwa Tony? Mimi niko salama kabisa. Kwanza mimi nikupe pole kwa mashambulizi shambulizi lililotokea nchini kwako na likakuletea madhara. Kusema ule ukweli, nashukuru sana, Mungu amenipitisha salama na nimesimama tena. Jambo heri sana. Pia nipongeze serikali yako kwa kuwa na msimamo thabiti kwa kufanya maamuzi magumu pale kiongozi wa juu anapokiuka sheria na taratibu. Mimi imani nchi nyingi duniani zina la kujifunza kupitia nyinyi Tanzania. Nashukuru sana. Ni jambo ambalo lipo kikatiba. Basi mimi niseme sawa. Niende sasa kwenye mada iliyonifanya mimi nipige simu. Ndio nakusikiliza Mheshimiwa Rais. Ni kwamba unajua Mheshimiwa Rais, mimi na imani video zote zinazoonesha kila kilichofanywa na aliyekuwa rais aliyepita umekiona, kwa naomba unitumie jina lake la Ghost kwa sababu ndo Ghost hilo ndo jina linaloshika kasi sana kwenye mitandao ya kijamii. Yaani kweli CIA na FBI unajua viliweka jina hilo kwenye blacklist yao ya watu wanaotafutwa pasipo kujua tunayemtafuta ni nani. Ni sawa, naweza nikasema tulikuwa tunakimbizana na upepo, kwa maana unajua ilikuwa miaka mingi sana hatukuweza kujua Ghost ni nani. Ila tunashukuru Mungu kwa video zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii tumeweza kujua Ghost ni nani. Unajua sisi tumeona kwa namna alivyojihusisha kwenye makundi kadhaa ya kigaidi ambavyo kwa namna moja ama nyingine wameshambulia nchi yangu na kufanya uharibifu uliokuwa mkubwa sana na kuwa maelfu ya watu. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wako kutukabidhi huyo Ghost ili tumfanye mahojiano ili kuweza kupata taarifa nyingine za makundi yake ya kigaidi ili kuweza kupambana na ugaidi. Ni kweli tumemshikilia na tunaendelea kumhoji Ghost. Tutakapomaliza mahojiano naye basi tutamfikisha kwenye mahakama za kimataifa kwa makosa ya kiuhalifu. Unajua Max, mimi naheshimu sana maamuzi yenu nyinyi viongozi wa Tanzania ikiongozwa na wewe Mheshimiwa Rais. Ila sasa unajua Max, hapa mimi au naweza nikasema hapa tunazungumzia kuhusiana na gaidi wa dunia. Gaidi ambaye amedhuru maelfu ya watu kwa kudhamini ugaidi. Tuna imani ya kwamba ana mtandao mkubwa sana. Bila kukuvunjia heshima Mheshimiwa Rais, sisi ni nchi inayojitegemea na tuna maamuzi kwa adui yule ambaye amedhuru taifa letu au mataifa majirani. Naamini unakumbuka shambulizi la wanafunzi mapangoni. Hilo limetokea kwenye ardhi ya Tanzania. Hivyo anapaswa kulipa kwa kila alichokifanya. Unajua Max, nchi yako inakinga viongozi hususan marais wa staff. Najua hilo. Ila huyu achukuliwi kama mstaafu. Hajastaafu kwa heshima. Ni mhalifu. Hivyo tutamshughulikia kama mhalifu mwingine. Tutakapomaliza upelelezi wetu basi mimi nakuahidi Mheshimiwa Rais ya kwamba nitakurudia. Sawa, mimi nimekuelewa Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana kwa kunielewa Mheshimiwa. Mimi nikutakie wakati mwema huko Tanzania. Nawe pia. Naam, hapo mzee Max alikata simu. Hivi nimetoa majibu yaliyo sahihi? Ndio Mheshimiwa Rais. Ila naweza nikakushauri Mheshimiwa. Bila shaka. Hili swala la kuendelea kumkengea kifua Ghost litatugharimu sana. Litatugharimu sana na mataifa yaliyoathiriwa na ugaidi uliofanywa na Ghost.
unaonaje ukachukua hatua ngumu tu? Upelelezi usichukue muda mrefu, na baada ya hapo afikishwe kwenye mahakama ya kimataifa na asome mashtaka yake, na ikiwezekana nchi ijitoe imwache yeye kama yeye. Akishinda basi ashinde mwenyewe na atagombaniwa kama mpira wa kona na aliwafanyia wadoi. Hapo mzee Max alionekana kushusha pumzi huku akimtazama mshauri wake huyo. Kiukweli, hebu nipatie muda kulitafakari hilo. Sawa Mheshimiwa Rais. Monica bado yuko Ikulu? Ndio. Hebu nitie na huyo mkurugenzi mpya wa usalama nitie wote waje. Sawa Mheshimiwa. Mzee Max alivua pale tai yake, akaikunja vizuri na kuiweka katika drawer ya meza yake. Aliongeza upepo wa AC. Monica na mzee Ranjit waliingia ofisini hapo. Walikaa kwenye viti vinavyotazamana na meza ya Mheshimiwa Rais. Ndio Mheshimiwa Rais. Katibu mkuu. Ndio Mheshimiwa. Hebu andaa chapisho, andaa apisho na ufanyie sasa hivi. Hatutokuwa na sherehe za uapisho kwa sababu muda wetu kwanza umekwenda, na kikubwa kinachohitajika sasa hivi ni kazi kufanyika kwa kasi kubwa mno. Sawa mkuu. Naam, katibu mkuu aliandaa pale msaafu na meza. Ranjit aliapishwa pale, na baada ya hapo mazungumzo yakaendelea, huku mzee Maxi akiwajulisha alivyozungumza na Mheshimiwa Rais wa Marekani muda mchache uliokuwa umepita. Mkuu, mimi ninachoshauri kwanza tuongeze nguvu kubwa sana kwenye masuala ya upelelezi. Tunahitaji kuwa na wapelelezi wengi sana ndani ya nchi na nje ya nchi. Goligota mwaka huu anatoa wapelelezi wangapi? 2,000 ambao wamehitimu mafunzo ya hali ya juu. Hebu sikiliza, nifanye hivi. Nahitaji kitengo cha X kifanye kazi kwa umakini wa hali ya juu. Kwa maana ninavyojua wa Marekani ni lazima watatuma makomando wao kwa siri kuja kumteka Ghost. Na nina imani mnajua wameshafanya kwenye nchi nyingi tu ambao wanawatafuta magaidi wao. Samani kwanza Mheshimiwa Rais. Ndio Monica. Tunapambana na Wamarekani wasimchukue Ghost au tunamlinda kwa sababu gani ikiwa ameshaamua kuwa na walinzi wake? Mheshimiwa Rais, Ghost ni kama jini linalotujua. Tukikosa kulipa damu za wanyama, ipo siku atakunywa damu zetu. Mimi najua ni rafiki yako wa karibu, ila inabidi sasa ifikie kipindi ufanye maamuzi magumu kwa ajili ya taifa. Yaani mtu tu mmoja asivuruge amani ya nchi. Unajua anachozungumza Mheshimiwa hapa makamu wa rais ni kweli mkuu. Ikiwezekana hebu mkabidhi kwa wahusika wamshughulikie. Sawa, mimi nimewaelewa, nitalifanyia kazi. Lakini kuna swala jingine mkuu tunahitaji kuweza kukueleza. Lilitokea kipindi wewe ukiwa uko kitandani. Swala gani Monica? Naam, Monica alishusha pumzi huku akimtazama mzee Ranjit. Kuna wimbi jipya la upotevu wa watoto kwenye mkoa wa Tanga. Wimbi hilo linaendeshwa na mwanasheria mmoja ambaye anaitwa Kananga na pia ni mfanyabiashara. Mzee Ranjit amenieleza hapa ya kwamba alikuwa analifanyia kazi hilo kabla hata ya kumteua kuwa mkurugenzi. Hapo kwanza mzee Max alijikuna kichwa chake. Amekamatwa? Ndio, yupo gerezani na anasubiri hukumu yake. Japo kuna askari wetu alishambuliwa na watu wa huyo Kananga baada ya kuweza kuthibitisha kwamba amekamatwa. Wamemua? Hapana, ila nilichukua maamuzi ya kumpeleka Goligota ambapo atatibiwa kwa sababu kwenye hizo hospitali za kawaida tumeshuku kwamba kuna wahudumu ambao sio waaminifu, wanaweza kumchoma sindano ya sumu. Kwani tulishamkamata mhudumu mmoja alijaribu kuweza kumwokoa sumu alipokuwa amelazwa bombo. Sawa Monica, utalishughulikia hilo. Huyo Kananga hakikisheni anapata alichokistahili. Sawa Mheshimiwa Rais. Kwa sasa acheni mimi nifikiri kwanza swala la Ghost. Sawa. Mnaweza mkaenda.
Mzee Ranjit alisimama huku Monica akifuatia kusimama na wakatoka ofisini kwa Mzee Max. Walipokuwa nje, Monica akasema, nahitaji ulinzi uimarishwe kwenye hilo gereza aloshikiliwa huyo Kananga. Mzee Ranjit akasema, sawa mkuu, hilo mimi nalishughulikia. Nashukuru, na sitohitaji uzembe wa aina yoyote. Na ikiwezekana naomba nitumie PDF ya huyo askari aliyevumbua hayo yote. Anahitaji kupewa zawadi ya kupandishwa cheo kwa alichokifanya. Ni kitu ambacho viongozi wengi tu walikuwa wanakula kupitia hao wahuni. Sawa mheshimiwa, nitakutumia baada ya muda mfupi tu. Kafanye kazi. Nchi ina matobo mengi sana kwenye masuala ya kiusalama. Watendaji wetu wamekuwa wala rushwa, wamekuwa ni watoboaji siri za ndani kabisa, kiasi cha kusababisha siri za ndani kabisa kuvuja kirahisi kwa maadui. Na unaelewa ya kwamba adui akijua siri yako unampa nguvu, na inakuwa amesha shinda pambano. Hivyo hakikisha unakwenda kuziba kila sehemu inapovuja. Nadhani umenielewa. Ndio mheshimiwa makamu wa rais, nimekuelewa. Monica aliitazama saa yake mkononi. Nikutakia usiku mwema. Nawe pia mheshimiwa, na nashukuru pia kwa kunichagua. Nimekuchagua Ranjit kwa sababu ninakuamini na sitohitaji uniangushe, na yani usije kufanya nikajutia maamuzi yangu. Sitokuangusha mheshimiwa makamu. Okay, sawa. Monica alifika katika gari lake, akafunguliwa mlango na akaingia ndani ya gari na kuondoka Ikulu akiwa na msafara wake. Sana usiku, muda umekwenda. Ndio makamu wa rais. Msafara unaelekea wapi? Tunaelekea kwenye makazi yako makamu wa rais. Familia yako imehamishwa. Jamani, hata kunifahamisha. Mkuu, ni taratibu, naamini unazifahamu. Okay, sawa, inapaswa kujulishwa lakini. Zamani mheshimiwa, majukumu yameingiliana, hivyo hatakuwa na namna ya kuweza kufanya. Monica alimtazama mlinzi wake huyo wa kike aliyekuwa amekaa siti ya mbele pembeni mwa dereva. Alifika kwenye makazi ya makamu wa rais anapopaswa kuweza kuishi anapokuwa Dar es Salaam. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, Rais wa Afrika Kusini alionekana kuzungumza huku akipeana mkono na mamake Ryan ya kwamba unajua uliponiambia kwamba upo hai, nilihisi ni ndoto ese. Karibu sana Ikulu. Nashukuru sana rafiki yangu za masiku. Kusema ule kweli, Mungu anasaidia dada. Aise, unajua siamini kama nakuona. Kwa nini? Yaani mtu ambaye nimejua kabisa nimemzika na ninakutana naye tena. Unajua ni jambo la kushangaza. Hapa duniani kaka, hakuna kinachoshindikana. Toka nimekuacha waziri wa ulinzi na sasa umekuwa ni rais, nikupe hongera. Nashukuru sana dada. Unajua utabiri wako umekamilika. Unakumbuka kuna siku ulipokuwa hospitali unaugua, uliwahi kuniambia unaniona nikiwa ninakwenda kuwa rais wa Afrika Kusini. Nakumbuka. Utabiri wako umekamilika. Yaani kama nabii wa Mungu vile. Hebu usinifananishe na hao watu. Sina upako wa kiwango hiko. Walicheka kwa furaha huku akikaa kwenye sofa. Kwanza nikupe pole kwa sababu nimekuja usiku. Hapana dada, wewe ni dadangu na unakuja hapa Afrika Kusini wakati wote na muda wote. Unakumbuka nilikutoa saa 8 usiku mke wangu alipokuwa mjamzito. Ulikuja na kunisaidia na nikapata mtoto wangu wa kwanza. Kwa nini dada nikupangie muda wa kuja kwangu? Ni kweli. Unajua nilipita nchini Tanzania na nilipofika hapa kuna baadhi ya mambo nilikuwa nayaweka sawa, hususan kwenye kuyakagua. Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba nimeyakamilisha. Nikaona nisilale nije kukuona ndugu yangu. Mimi kwanza niseme asante dada. Na bado semeni kama uko hai. Yaani unajua nililia sana kwenye msiba wako, kumbe Naam, Rais wa Afrika Kusini alizungumza huku akiwa anaanza kutokwa na machozi ya uchungu. Mamake na Ryan alicheka akamwambia usijali bwana, kila kitu huwa kinapangwa. Kwanza nimesikia yaliyomkuta shemeji, imekwaje? Hapo mamake na Ryan alitabasamu. Akasema,
Na imani ya kwamba unajua yule sio mtu mwema. Ndio hilo nalitambua. Na biashara zake nyingi ziko hapa Afrika Kusini. Ni kweli dada. Wakati mwingine ninashindwa kuzifunga kwa sababu yule ni shemeji yangu. Ule ushemeji tu ambao kidogo unayumbisha baadhi ya mambo. Natambua. Kwa heshima ulionipatia, sidhani kama ingekuwa ni rahisi kusimama na kufunga baadhi ya vitu ambavyo unajua kabisa ni vya shemeji yako. Ni kweli kabisa. Sasa nimekuja Afrika Kusini kwa lengo moja tu. Dada, niambie lengo gani? Najua sijawahi kukuambia mambo ya ndani sana kuhusiana na mimi na Ghost. Ila tukiaweka hayo pembeni, nimekuja hapa Afrika Kusini kuchukua kile kilicho changu. Nahitaji nirudishe kila kilicho changu ambacho Ghost anakimiliki. Kila mali, yani hadi kuku, nahitaji wote viwe chini yangu. Nahitaji kumwacha yeye kama yeye kwa sababu alichokijenga kimetokana na urithi alioachiwa na babangu. Mama yake Narayan alizungumza hivyo kwa msisitizo na kumfanya rais wa Afrika Kusini kwanza shushe pumzi taratibu, huku akimtazama dada yake huyo ambaye amesaidiana naye kwenye mambo mengi kiasi kwamba hata kwenye hilo alilomuomba basi anaweza kumsaidia kwa 100% bila hata ya kupinga. Dada, unajua mimi niko pamoja na wewe dadangu. Na nitakusaidia kwa 100% dada. Niseme nashukuru sana kaka. Dada, unafahamu mali zake? Mali zake zote zile ambazo amewapatia watu kwa ajili ya kuzimiliki, mimi nazifahamu. Hivyo ni wakati sasa wa kwenda kumpiga kwenye kila kona. Mali zake za Afrika Kusini pekee au na kwingineko? Ni za hapa tu Afrika Kusini. Kwingine duniani huko nimeshamshughulikia. Anasubiria tu kupata ripoti. Basi dada, kesho asubuhi na mapema nadhani utapata taarifa. Nashukuru sana kakangu. Mamake Narayan na rais wa Afrika Kusini wakaendelea kuzungumza pale, mazungumzo mengine mpaka majira saa 7 za usiku. Mamake Narayan alipelekwa chumba cha wageni, huku kazi aliyokuwa amesalia nayo ya kuifanya Afrika Kusini ni kuhakikisha mali zote za Ghost zinasimamishwa kwa uchunguzi. Naam, msikilizaji, mshauri wa mambo ya kiusalama katika ikulu ya Marekani alionekana kuzungumza huku akimtazama rais wa Marekani kwa kumwambia, bwana rais, rais wa Marekani ameonyesha kumkingia kifua Ghost. Kwa hiyo hatuna muda kusubiri mkuu, ni lazima ashughulikiwe. Mkuu, unajua tumefanya operesheni nyingi sana katika mataifa mengi na maadui tuliowahitaji tumewachukua kinguvu na serikali zao zikiendelea kuwalinda. Mfano mzuri ni operation ya Osama bin Laden, ilifanikiwa kwa 100%. Mheshimiwa, tuna vikosi vingi sana vya kijeshi. Tutuma wapelelezi wakamchukue Ghost. Waende wakamchukue Ghost nchini Tanzania. Mheshimiwa, mimi naamini tutamshughulikia kwa namna tunavyotaka sisi. Ghost ameua wanajeshi wetu, wamedhamini magaidi, wamevamia nchi yetu na kuiumiza. Ni wakati wa sasa kumshughulikia vile ipasavyo. Mshauri wa rais alizidi kuzungumza kwa msisitizo. Rais wa Marekani akasema, hebu tupatie timu ya wapelelezi watukusanyie taarifa, na baada ya kukusanya taarifa zirudi hapa, na kisha baada ya hapo mimi nitatoa maamuzi ya nini kifanyike. Sawa Mheshimiwa Rais. Rais wa Marekani alizungumza huku akitazama faili la Ghost lililokuwa limewekwa mezani kwake, huku likiwa lina picha kadhaa za Ghost akiwa na viongozi mbalimbali wa makundi ya kigaidi. Tutakuinda popote ulipo. Mimi nchi yangu haijawahi kushindwa na chochote kwa adui anayeshambulia nchi yetu. Rais wa Marekani alizungumza hivyo kimoyomoyo huku akilifunga faili hilo. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Flora alikuwa akizungumza na baba yake akimwambia, baba, nahisi kama Ghost atatufaa kwenye nini yule gaidi tumpuzi yule. Baba, wapelelezi wangu wanasema kwamba Ghost na Ryan hawapatani kabisa. Kwa hiyo kama hawapatani tunaweza kumsaidia Ghost
kwenye kujificha kwenye kipindi hiki anachozungumzwa kama gaidi. Na baada hapo baba tunamtumia Ghost kushughulikia madoi zetu. Baba Flora alimtazama mwanae Flora aliyekuwa amevalia dera kubwa huku tumbo lake likiwa linazidi kukua. Nisikilize Flora. Kwa sasa acha tuangalie mchezo unavyokwenda. Afghanistan walimficha Osama katika kipindi cha Taliban na mwisho wa siku wakageuzwa wote kuwa ni magaidi hadi pale waliporudi kuipindua serikali tena. Ila imechukua miaka mingi sana mpaka kuja kuipata nchi yao. Ila wao ni kundi kubwa la watu. Ila wewe mwanangu na hawa maninja wako mkija kushambuliwa na Marekani ambaye ameshamtangaza Ghost kama gaidi, unahisi nini kitakachoendelea mwanangu Flora? Tujipange, tujijenge, na kisha baada ya hapo tutakwenda kuwashambulia maadui zetu kipindi ambacho watakuwa wametusahau. Sasa hivi tuishi kama vile hatupo, ili siku tutakapokuja kuibuka lazima maadui zetu watajuta kwa nini tumeibuka. Sawa, mimi nimekuelewa baba. Nina hamu ya kumwona mjukuu wangu akizaliwa, tumtengenezee mazingira ya kuja kuishi vizuri na sio kuishi maisha ya kukimbizana. Sawa baba. Flora alijibu kwa sauti ya uchovu huku akiendelea kubugia ubuyu. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona mwanamama Katha aliyekuwa akizungumza huku akimtazama Eddie aliyekuwa amejilaza kitandani. Eddie aliyekuwa anasoma kitabu. Mwanamama Katha alisema, sijategemea kumwona Ghost anaachia madaraka kwa urahisi namna hii. Unajua kila kitu kina muda wake mke wangu. Kwa hali iliyomkuta ilikuwa ni lazima Ghost aachie madaraka kwa sababu hata hao wanaokuunga mkono nao wanakuona ni adui yao. Sasa hapo utaponea wapi? Ila mimi na wazo. Wazo gani Katha? Serikali ya Maxi tuiache ifanye kazi yake kwa ufanisi. Tusisumbue kwa chochote. Ila huko mbeleni itakapofanya madudu basi tutaitoa kama tulivyokuwa tunawatoa wengine. Eddie alimtazama mwanamama Katha na kisha akatabasamu. Nimesikia Judy alikwenda nchini Tanzania kuomba nafasi ya umakamu wa rais, ila kwa bahati mbaya alikosa nafasi hiyo. Hachoki tu. Hachoki kufanyaje? Kuitaka tu hiyo nafasi ya urais. Mbona ni rahisi sana kwenye haya maisha? Kitu ukiona kikufai achana nacho. Unajua Judy bado ana kinyongo sana na wewe. Na anahisi kwamba endapo atapata madaraka basi atakuwinda na kukua. Jamani, sawa. Nimefanya makosa, ni kweli. Lakini kutokana na kupishana kwetu haimaanishi nichukie kwa maisha yake yote. Watu wengine hawaelewi hilo Katha. Na ndio hivyo mke wangu. Na ndio maana nimeamua kukaa mbali kabisa na hiyo vita kwa sababu nahitaji kula raha na wewe tu mke wangu. Maisha yenyewe kwanza ni mafupi haya. Ya nini kwanza kugombana? Sema kula raha za wake zako bwana. Ila maisha haya jamani yanakwenda kasi sana. Kwa nini? Eti leo mimi narudiana na wewe na Nadia amekuwa ni mke wangu. Ndio maisha yalivyo mume wangu. Nimekumbuka Nadia umezungumza naye? Ndio, ameshamaliza mafunzo yake ya uninja na amerudi kwenye makazi, anaongoza operation za Scorpion. Bado anamchukia Ryan? Hilo sijataka kujua kwa sababu ni mambo yake binafsi. Ila zungumza na mwanao Nadia, uadui kwa sasa sio mzuri. Mume wangu, hayo ni mambo ya vijana. Ila na imani ipo siku kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Hebu acha tuone. Eddie alizungumza huku akifungua ukurasa mwingine wa kitabu hicho cha riwaya, akawa anaendelea zake pale kukisoma. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili unatazama mara nyingi huwa uopisho wa Monica Wala hata simwangalie yeye. Na mwangalie huyu mpuzi anitabasamu hapo. Nadia, mtoto wa Katha, alizungumza huku akimtazama Ryan akiwa ametambulishwa pale kama mume wa makamu wa rais. Kwa nini unataka kumfanya nini?
Mshauri na mlinzi wa Nadia alizungumza huku akimtazama Nadia usoni mwake. Nadia akasema anahitaji kumuua huyu. Mafunzo niliyokwenda ni kwa ajili yake. Nadia, utaweza kweli? Ndiyo, kwa sababu nina mbinu zote za kumuua. Tena anda safari kuelekea nchini Tanzania. Lini? Kukipambazuka tu. Tunakwenda mimi na wewe. Nahitaji dhamira niliyoiweka kwenye maisha yangu ya kumuua Ryan ikamilike. Nadia, una uhakika? Nadia alimkata jicho kali msaidizi wake na kumfanya tingishe kichwa, kimaanisha kwamba ameelewa alichokuwa ameulizwa. Monica alikuwa analalama huku akisikilizia utamu wa kufika kileleni, huku akiwa amemkalia Ryan kiunoni mwake, huku mikono ya Ryan ikiwa imeshika kiuno chake alichokuwa amevalia chini moja ya dhahabu. Ngoja nimalizie bebe. Ryan alizungumza na kumfanya Monica kuendelea kuzungusha kiuno chake kilaini mpaka mtanange huo kaisha. Ryan, umemwaga ndani? Ndio, kwa nini? Nipo kwenye siku za hatari. Kwani ile mimba tulioitafuta Dubai haikushika? Nilijisahau, nilikuwa nimeweka kijiti kwa ajili ya yule mzee. Sasa hivi itashika. Na majukumu haya mapya, kweli nitaweza kweli kulea mimba na kazi? Kazi yako kubwa ni nini? Uende kupigana, uende vitani, unaendesha shughuli zako ukiwa ofisini. Chochote unachokitaka unakipata. Ukiwa makamu wa rais, kinachohitajika ni akili yako tu kwenye kufanya maamuzi basi. Mambo mengine wanafanya watendaji wako chini. Nitafurahi kuona Cleopatra anampata mdogo wake. Ila kweli mume wangu, mtoto ameshakuwa anahitaji mdogo wake. Monica alizungumza huku akijilaza pembeni ya Ryan. Saa ngapi kwani? Saa 9 usiku. Unajua leo sijapumzika toka asubuhi. Umeridhika kwa hiyo ni kuacha ulale? Nikiwa na wewe mume wangu wala sikuchokagi, kwa maana kwamba najua utamu wako kuupata ni kwa nadra. Alafu nafikiria kuondoka nchini Tanzania. Unataka kwenda wapi tena? Popote tu. Hapana mume wangu. Hebu tulia nchini. Nipe muda nizoe maisha ya majukumu mapya. Natambua nitakuwa busy, ila nakuomba nipe hata miezi hiyo 3 kana mimi. Leo vyombo vyote vya habari vimekutambulisha kama mume wa makamu wa rais, na kisha eti kesho wanakuona unazunguka huko. Sio vizuri. Monica alilalama kwa sauti iliyokuwa imejaa mahaba. Kaa pia ili mtoto wako zoe. Jipe muda hata wa kupumzika, na isitoshe mzee Max anahitaji msaada wako kumshauri kwenye masuala ya kiusalama. Na isitoshe Ghost sasa hivi amekuwa ni shida kweli kwetu. Wamarekani wameshamhitaji? Ndio. Lazima watatuma komando wao kuja kumkamata kwa siri. Kwa nini unasema hivyo Ryan? Najua mifumo yote ya kiserikali ya nchi zote duniani, hususan Marekani, wamekuwa ni watu wanaojiona wana haki ya kuweza kufanya chochote kwenye nchi yoyote ile duniani. Sasa kwa Ghost ambaye ameshaanza kumtangaza kama gaidi, basi kinachofuata ujue ni serikali yenu kupigwa propaganda na vyombo vya habari vya dunia kwamba mnashirikiana na magaidi. Wanawazimu nini? Sio wazimu mke wangu. Siku zote Marekani akishindwa kwenye mazungumzo ya kawaida, anakuchafua kwa mwamvuli wa gaidi. Na ukisha panic, basi kinachofuata ni watu wenu kuanza kuwekewa vikwazo vya kuingia nchi nyingi, hususan zile za G8. Na baada ya hapo nchi inaanza kuwekewa vikwazo vya kibiashara. Mwisho siku mnajikuta mnasalenda wenyewe. Na hivi mlivyomruhusu Ghost kuishi na walinzi wake, ndo kabisa inaonesha kwamba mnamogopa. Ryan alizungumza huku akiingia bafuni. Alijisaidia haja ndogo na kisha karudi kitandani. Huu ni mtihani ese. Na ndio maana nikamwambia mzee Max anipe ruhusa nimuue tu Ghost. Na maiti yake itangazwe ameuawa, basi tutakatakata tu hizo taarifa zote za uhasama. Ni siku ya kwanza tu ya kuapishwa kwangu, ila naona kabisa imekuwa siku ngumu mno kwangu jamani. Sawa, ngumu. Kwa hiyo unataka Max afanyaje wewe mwenyewe? Amna, nitamshauri kwa kweli tuondokane na huyu mpuzi. Hatuwezi kulingiza taifa zima kwenye majanga kwa ajili ya mpuzi tu mmoja. Itakuwa ni maamuzi mazuri. Kwa kweli mume wangu,
Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mzee Max. Mzee Max alikuwa anamtazama baba Lisa alivyokuwa anamfuata eneo la bustani alipokuwa amekaa. Mlinzi akataka kumzuia ila mzee Max akamruhusu. Vipi, hujalala mpaka muda huu? Mzee Max alimuuliza baba yake na Lisa. Baba yake na Lisa akasema, sipati usingizi ndugu yangu. Kwa nini? Nawaza maisha ya binti yangu Lisa. Naona yameingia kwenye hali ambayo nashindwa kujua ninafanya nini kama mzazi. Hapo mzee Max alishusha pumzi taratibu huku akitazama saa yake ya mkononi na kuona ilikuwa ni majira ya saa 9 na dakika 20 usiku. Nisikilize mzee mwenzangu. Kwa iliyotokea tuweze kumlaumu Lisa kwa sababu ya janja nyingi zilizotumika hapo katikati. Ni kweli nimeelezwa kila kitu. Ile uweze amini hivi tunavyozungumza, Lisa amekwenda kuonana na huyo baradhuri wake. Sio baradhuri, yule ni mume wake. Na wana haki ya kuonana. Na sina mamlaka ya kuweza kumzuia, na isitoshe Lisa ni mtu mzima. Hivyo kwa ushauri wangu ni vyema tu kumwacha binti yako Lisa akafanya anachoamini ni sahihi kwa upande wake. Kwa hiyo uweze kunisaidia kuachanisha? Siwezi. Sina hayo mamlaka. Ila wewe ni rais na huyo mshenzi anahesabika ni kama gaidi. Najua, ila gaidi ni matukio, ila haimfanyi akakosa kuwa na familia. Nimekuelewa, ila nikushukuru kwa kuturuhusu kuingia hapa Ikulu. Wala hata usijali, mimi sina mtoto wala sina mke, hivyo ningekuwa na maisha magumu sana kwa mimi kuishi mimi mwenyewe eneo hili. Nilisikia kwamba mke wako alifariki. Pole sana. Nashukuru, ni muda mrefu sana umepita. Ila kwenye kumbukumbu zangu bado anaendelea kuishi, hivyo bado naendelea kumwombea kwa Mungu. Amina. Una hekima sana baba Lisa. Nahitaji kukupa nafasi ya kulitumikia taifa. Nafasi gani tena hiyo? Umri wangu umesha kwenda na sasa mimi nipo kwenye 60 huko kwenda 70. Najua, ila unajua mzee mwenzangu, akili yako bado ni nzima na inafanya kazi vizuri. Nahitaji uwe mshauri wangu kwenye masuala yote ya kiserikali, kisheria, ulinzi, yani kiujumla uwe kwenye timu ya washauri wangu. Kutokana kwamba ni wewe, siwezi kukataa. Nashukuru sana kwa kunichagua. Wala hata usijali. Kweli bwana. Walipiana pale mikono huku akiwa na furaha kweli kweli. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost akipiga miayo ya usingizi huku akimtazama Lisa aliyekuwa amelala pembeni yake huku akiwa kama alivyokuwa amezaliwa. Hapa inaonyesha wametoka kudinyana. Ghost akaminyaminya pale msambonda wa Lisa. Lisa alishtuka kitandani huku akiwa anakumbuka mtanange aliokuwa ameupiga usiku kucha. Akatembea mpaka dirishani, alifungua pazia na kutazama ulinzi wa makomando wake uliopo nyumbani kwake hapo. Aliona gari likiingia pale geteni. Ghost akalitazama lile gari mpaka liliposimama. Alimwona mwanasheria wake akishuka mpaka Ghost mwenyewe akajiuliza huyu amekuja kufanya nini tena nchini Tanzania. Ghost alizungumza kimoyo huku akivaa suruali na t-shirt yake akatoka chumbani mwake. Alipotoka tu akaambiwa, mkuu, kuna mgeni wako. Ghost akasema sawa. Akaongozana na mlinzi wake hadi sebuleni. Ghost akamuuliza, bwana, umekuja lini nchini Tanzania wewe? Nimekuja alfajiri hii, ndo nimetua hapo uwanja wa ndege na nimekuja hapa kwako. Kuna nini? Mbona unaonekana una wasiwasi? Mwanasheria akawatazama walinzi waliopo hapo sebuleni. Ghost akagundua anahitaji mazungumzo ya bila watu wengine, na Ghost aliwaomba walinzi wake watoke sebuleni hapo. Na ndipo mwanasheria huyo akasema, mkuu, kuna tatizo. Tatizo gani? Mkeo ameweza kuzuia umiliki wa mali zako zote za ndani ya nchi ya Afrika Kusini na nje ya Afrika Kusini. Na hivyo ninavyozungumza na wewe, mali zote unazozimiliki hadi hii nyumba na akaunti zako zote za benki zimefungwa. Mwanasheria alizungumza huku akimkabidhi Ghost karatasi zenye zuio la mali zake na kufanya Ghost atokwe na macho ya hasira huku akiang'ata meno kwa hasira, kwani kurudi kwa Mama Ryan kumefanya maisha yake kuwa mabaya kila dakika anayopumua kwenye hii dunia. Ebu ngoja kwanza. Ebu rudia tena.
Umesema? Naam. Ghosti alizungumza hivyo huku akiwa anarudia kumtazama mwanasheria wake. Mkuu, ni kwamba mke wako wa kwanza ambaye tunajua kwamba ni marehemu ameweka pingamizi kwa wewe kumiliki mali. Amezitaka mahakama za nchi zilizopo mali zako kuweka zuio hilo, kwani yeye ana haki ya kuweza kumiliki kihalali na ana uthibitisho kwamba umepora mali hizo kutoka kwenye familia yake. Hivi huyu mwanamke anaumwa nini? Hivi ni mzima kweli au ana matatizo ya akili? Kila kitu mkuu kimekwenda kisheria. Ananitaka nini huyu mpumbavu? Si alishakufa? Ilikuwaje mpaka kawa hai ikiwa tulishamzika? Ghosti aliendelea kufoka. Ukimya wa dakika 3 kwanza ukatawala pale. Hebu kwanza nitafutie daktari bingwa kubadilisha sura. Nahitaji kumuinda yule mpumbavu. Sasa mkuu, unajua kubadili sura ndo unakwenda kupoteza kila kitu. Hebu fanya nilichokwambia. Sawa mheshimiwa. Ghosti alionekana kufura kwa hasira kweli kweli. Ghosti alipandisha ngazi na kisha aliingia chumbani kwake na akakutana na Lisa akitoka bafuni huku akijifuta maji na taulo. Nimekusikia unafoka, ni kwema lakini? Sio kwema hata kidogo. Kuna nini tena? Ghosti alijifikiria kwanza kwa sekunde kadhaa. Unajua yule mpumbavu ametaifisha mali zangu zote akidai kwamba ni mali zake. Nani? Mamake na Ryan. Lisa kwanza alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Ghosti. Ghosti aliyekuwa amefura kwa hasira kweli kweli. Lazima tu nitamua. Lazima nitamua. Nimeweka jasho langu kwa miaka nenda miaka rudi kwa ajili ya kujijenga kiuchumi na kufika hapa nilipofika. Siwezi kukubali kupoteza pesa zangu kirahisi namna hii. Haiwezekani. Ghosti aliendelea kulalamika. Baby, yakupasa utulie. Lisa alizungumza huku akiliacha taulo lake lilianguka chini. Alimshika Ghosti mkono mpaka kitandani na kisha wakakaa. Sasa hivi mume wangu, unajua tupo katikati ya vita moja kubwa sana. Vita ambayo ukienda peke yako utaanguka na kupotea. Kama tuliweza kuingia Ikulu pamoja, basi nina uhakika tutatoka kwenye hili tukiwa tuko pamoja. Hivi kwa nini wewe upo na mimi hadi sasa ili hali ikiwa unajua nimekudanganya kukupata? Na isitoshe sasa hivi dunia nzima inaninyoshia vidole kama gaidi. Kwa nini wewe bado uko na mimi? Wanaume wana njia tofauti za kumpata mwanamke amtakaye. Wewe ulitumia njia uliyoiona ni bora kwako na ukafanikiwa kunipata. Kuanzia kunijali, kunithamini na kuniheshimisha. Wanasema wewe ni mtu mbaya, ila wewe kwangu umeonyesha ni mtu mwema mwenye kujali. Unathamini na kuheshimu hisia zangu. Jana ulinionyesha upendo wa kipekee. Ulikuwa na nafasi ya kupambana kwa ajili ya kuokoa maisha yako. Ila ulipopata nafasi ya kuzungumza na mimi, nikakushawishi, ulikubali kuweza kujisalimisha, na si kwa ajili ya kitu gani bali ni kwa ajili yangu. Sasa kwa nini nikuache kwenye nyakati ngumu kama hizi ukateseka wewe mwenyewe? Ghosti alionekana kushusha pumzi taratibu huku akimtazama Lisa aliyekuwa anazungumza huku machozi yakimlengalenga. Usishangae mume wangu.
Nimejisikia tu moyo wangu unakupenda na unajawa hisia na wewe. Haijalishi watu watakuonaje au wanakuchukuliaje, ila yote katika yote ni kwamba wewe ni mwanaume bora sana kwa kutokea kwenye maisha yangu. We, sema kweli. Haki ya Mungu. Naamini Mungu alitukutanisha kwa makusudi ya kuonyeshana mapenzi ya dhati. Nakupenda sana mume wangu. Sauti ya Lisa ilikuwa ni sauti ya mahaba, ilizidi kushusha hasira ya Ghost, na taratibu walianza pale kunyonyana mabusu hadi wakalazana kitandani na mtanange mpya wa mechi ukaanza. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Monica akizungumza kwa kusema, jamani, hebu hapa na waacha mbaki salama. Monica alizungumza hivyo mara baada ya kumaliza kumbusu Ryan shavuni mwake. Nawe pia kazi njema mke wangu. Monica alionekana kutoka nje na kuingia kwenye gari la makamu wa rais na kuelekea katika majukumu yake ya kiofisi akiongozana na walinzi wake, huku nyumbani kwake kukibaki walinzi wengine ambao wote ni makomando wa kijeshi. Baba, niambie mwanangu Cleopatra. Mama unamuoa lini? Swali la Cleopatra lilimfanya Ryan kwanza shushe pumzi taratibu huku akitabasamu. Kwa nini umeuliza hivyo? Mama Lisa si alishaolewa na babu na amekusaliti, hakufai. Kwa nini usimuoe tu mama yangu? Ukizaa mtoto jini siku zote ujiandae kujibu maswali kama hayo. Naima alizungumza hivyo huku akinyanyuka kwenye meza ya chakula na kuelekea zake jikoni. Rani akasema, unahisi kwamba mama yako ananipenda? Ndiyo, tena sana. Ni mara kadhaa nimemsikia akikuombea uishi maisha marefu, uepukwe na mikosi yote ya shetani, na siku moja ubadilike na uwe mwanaume mwema ili umuoe. Cleo japo ni binti mdogo, ila maneno yake yalikuwa yamejaa uzito uliomfanya Rani kuyatafakari kwa kina. Hebu tutembee kidogo. Rani alizungumza huku akinyanyuka kwenye viti vya meza hiyo ya chakula na wakatoka nje ya makazi ya makamu wa rais. Wakatembea mpaka kwenye bustani yenye majani mazuri yaliyokuwa yanavutia. Cleo, abe, una moyo tofauti sana mwanangu. Japo kumetokea mambo ambayo kwa kimo chako hukupaswa kuweza kuyashuhudia au kuyaona, ila bado umekuwa ni ngangari kwenye kuchambua na kuelewa ni yapi mazuri na yapi ni mabaya. Ila kuna jambo moja ambalo nahitaji kukueleza mwanangu. Ndiyo baba. Moyo wa binadamu ni wa wastani na unakaa hapa. Ryan alizungumza maneno hayo huku akimgusisha Cleo kiganja chake kifuani upande wa moyo. Hapa ndipo ulipo moyo wangu. Naamini umeweza kushuhudia ni namna gani nilivyokuwa ninampenda sana Mama Lisa. Ila alikuja kuniumiza na kuona mahusiano na babu yako. Baba alinizaa mimi. Nimeumia sana mwanangu, na nilivunjika vipande moyoni mwangu hapa. Mama yako ninampenda pia, ila na kazi ya kuweza kuvichukua vipande vya moyo wangu na kuviunga ili niwe sawa tena na kuamini kwenye mambo ya ndoa. Afanye nini ili aviunge vipande vya moyo wako? Anipende, aniheshimu, anijali na anithamini. Kwa akifanya tu hivyo utamuoa? Mamako mimi nampenda na nitamuoa. Wow. Nimemuibia siri, nitamwambia. Usifanye hivyo. Hapana, ni mamangu na ninapenda kuona mko pamoja wewe na mama. Mama Lisa mimi amenichukiza sana na babu pia amenichukiza, na wote nawachukia, ni wasaliti wakubwa wa familia zetu. Unapenda movies action? Ndiyo. Tuona tukaangalia, kuna movie nzuri sana Auntie Naima amenunua. Kweli baba? Ndiyo.
Rani aliamua kuipotezea mada hiyo na wakarudi ndani na binti yake huyo na kuendelea kutazama filamu ya mapigano. Naam, msikilizaji, simu iliyopo juu ya meza katika ofisi ya Monica ilionekana kuanza kuita. Aliipokea na kisha kaiweka sikioni mwake. Habari yako, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Ranjit hapa nazungumza. Nimekusikia, niambie Ranjit. Salama tu mkuu. Kuna barua pepe nimekutumia, sijui umeiona? Hapana, ndo naingia ofisini kwa sasa. Unaweza tu kunieleza kwa ufupi? Ndio. Katika masaa 6 yaliyopita wameingia Wamarekani wengi sana ambao kati yao 42 ni wanaume na 20 ni wanawake. Wamesema wameingia nchini kwa lengo la kufanya utalii, ila kwa taarifa za ndani kabisa tumegundua wote wale ni majasusi. Listi yao unayo? Ndio ipo. Nimekutumia listi nzima ikionyesha picha zao na kazi zao za kawaida wanazozifanya ndani ya Marekani, ila kazi yao ya siri wengi wapo FBI na CIA. Okay, hebu ngoja. Monica aliminya kitufe cha kuweka simu hiyo kwenye mfumo wa loudspeaker. Monica alifungua barua pepe aliyotumiwa na alitazama orodha aliyokuwa ametumiwa ya Wamarekani hao waliokuwa wameingia nchini Tanzania kwa njia halali kabisa, huku kila mmoja akionyeshwa pale na taarifa zake. Ranjit. Ndio mkuu. Hii taarifa naifikisha kwa Mheshimiwa Rais na tutakapojadiliana nitakujulisha. Sawa Mheshimiwa, na kuna habari nyingine pia. Ipi? Tumeweza kugundua kwamba baadhi yao wapo kwa ajili ya kuweza kuja kumkamata Kananga pia. Kwa nini? Kananga anajihusisha kwenye genge kubwa la kiwalifu kiasi kwamba genge lake limeshaingia kwenye nchi ya Marekani, hivyo anatafutwa naye kwenda kukamatwa. Okay, sawa, lakini hakikisheni kwamba naye anapata ulinzi mkali. Acha mimi taarifa hii nijadili na Mheshimiwa Rais kwanza. Sawa Mheshimiwa Rais. Monica alikata simu na kisha alipiga namba ya ofisini kwa Mheshimiwa Rais Max. Shikamoo Mheshimiwa Rais. Marahaba Monica. Kuna barua pepe nimekutumia hapo, hebu naomba uifungue. Wamarekani wametuma majasusi wao wengi sana nchini Tanzania, huku wakiwa wameingia kwa kigezo cha kuwa ni watalii, ila wote ni majasusi na wameingia katika vikundi ndani ya masaa 6 yaliyopita. Washenzi sana, hebu ngoja kwa nifungue. Sawa Mheshimiwa Rais. Mzee Max alifungua barua pepe hiyo, aliisoma kwa sekunde kadhaa na kisha akanyanyua simu na kupiga simu balozi wa Marekani. Mheshimiwa Rais. Habari yako? Salama tu. Na kuhitaji ofisini kwangu haraka iwezekanavyo, ufike ndani ya nusu saa. Lakini Mheshimiwa Rais. Hapo Mzee Max alikata simu hiyo huku akimtazama katibu mkuu kiongozi. Katibu mkuu akamwambia Max ya kwamba mzee, inabidi umshauri Ghost akubali ulinzi wa serikali, la sivyo atamnyakua kama kifaranga. Max akasema acha kwanza nijadiliane na hawa kwanza. Ghost mimi nitadili naye baadaye. Ila Mheshimiwa Rais, angalia Ghost asije akavunja mahusiano yetu na nchi kama Marekani. Sisi ni nchi inayojitegemea. Hatuhitaji kupangiwa na yeyote yule. Kama wanajihisi wao wana ukubwa wa kufanya chochote kwenye nchi yoyote, nahitaji kuonyesha sasa hivi ya kwamba hawana mamlaka ya kufanya hivyo hapa nchini Tanzania, kwa sababu nilishamueleza rais wao ya kwamba tupo kwenye uchunguzi wa kumpeleleza Ghost, na tukishamaliza basi tutafuata sheria na taratibu zitakazomfikisha kwenye mahakama husika. Naam, Mzee Max alizungumza hivyo kwa msisitizo. Sawa Mheshimiwa Rais, mimi nimekuelewa. Mzee Max alipokea simu yake hiyo iliyokuwa inaita. Mheshimiwa Rais, balozi wa Marekani yuko hapa. Mruhusu. Mzee Max akakata simu na mlango wake ukafunguliwa. Mheshimiwa Rais, habari yako? Salama, karibu kae. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais, nimeitikia wito wako. Naamini rais wako wa Marekani alishakueleza namna nilivyozungumza naye kuhusiana na swali linaloendelea kuhusiana na rais tuliyemtoa madarakani. Ni kweli Mheshimiwa Rais. Kwa nini ametuma wapelelezi ndani ya nchi yangu?
Sijakuelewa Mheshimiwa Rais. Sisi hatuwezi kufanya hivyo. Najua unajua Marekani ni nchi ambayo huwa mnajihisi au mnajifanya kama vile hamwezi kushindwa kwa lolote. Na mmekuwa mkikua kwenye misingi ya Umoja wa Mataifa na mmekuwa mkichukuliwa poa sana na nchi nyingine. Mkihisi kwamba kama mnaogopewa hivi, kumbe sivyo. Sijui unanielewa ninachokizungumza. Naam. Mzee Max alizungumza kwa msisitizo na kumfanya balozi wa Marekani kwanza shushe pumzi huku akikaa vizuri. Mzee Max akampa ishara yule katibu mkuu. Akaleta pale faili ambalo ameshachapisha kwa karatasi taarifa alizokuwa ametumiwa na Monica. Na kisha akampatia balozi yule, akamwambia yafungua. Balozi akalitazama faili hilo, alilichukua taratibu na kulifungua ndani. Mzee Max akasema, nina imani una taarifa hii ukiwa kama balozi. Watu wako ndani ya nchi yangu, wamekuja kwa kigezo cha utalii, ila tumejua wao si watalii. Unajua Mheshimiwa, hawa ni watalii tu na wamekuja kutembelea nchi yako ya Tanzania, mbuga za wanyama, mlima Kilimanjaro na. Mzee Maxi akaomba karatasi zenye siri za kazi wanazozifanya watalii hao, akamkabidhi balozi huyo wa Marekani. Balozi huyo wa Marekani alianza kupitia moja baada ya nyingine huku akishusha pumzi na alishindwa kujitetea, kwani kila anachokisoma ni kweli na wameingia nchini Tanzania kwa operesheni kuu mbili: kumteka Ghost, kumpeleka Marekani, na kumteka Kananga waende naye pia Marekani. Sasa nisikilize we balozi. Endapo kuna jambo lolote litamtokea Ghost akiwa bado yuko mikononi mwetu, basi wewe na serikali yako mtawajibika. Nikutakia asubuhi njema. Mzee Max alizungumza kwa msisitizo na kumfanya balozi wa Marekani kwanza anyanyuke pale taratibu. Alitoka ndani hapo. Akiwa ndani ya gari ilibidi ampigie simu rais wake wa Marekani. Bwana Mheshimiwa Rais, operesheni zetu zimefahamika na waliokuja nchini Tanzania wamegundulika lengo lao la kuwepo hapa ndani ya Tanzania. Sasa unataka kuniambia wamejuaje? Sifahamu Mheshimiwa. Shit. Rais wa Marekani akakata ile simu akiwa na mawazo mengi mno. Tanzania unajua imefahamu juu ya upelelezi tuliowapeleka kule nchini mwao kumkamata Ghost na wenzake. Rais wa Marekani alizungumza huku akimtazama mshauri wake. Mshauri wake akasema, sasa tunafanyaje Mheshimiwa? Waendelee tu kuwepo Tanzania, ila usifanye chochote kitachopelekea mahusiano yetu sisi na Tanzania kavunjika. Sawa Mheshimiwa Rais, ila unaweza kuzungumza na rais wa Tanzania. Siwezi zungumza naye ikiwa alishatuambia kwamba wako kwenye uchunguzi. Hivyo nikiongea naye sasa hivi unajua haitoweza leta maana. Rais wa Marekani alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama mshauri wake kwa sura iliyopoteza matumaini ya mpango aliokuwa ameupanga. Naam, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima. Alikuwa akizungumza na Ryan kwa kumwambia Ryan, tunaweza tukazungumza? Naima aliongea hivyo huku akimtazama Ryan aliyekuwa anaendelea kutazama filamu na mtoto wake. Wakatoka nje. Ryan akamuuliza, Naima vipi, kwema kweli? Ryan, nimepata listi ya majasusi wa Kimarekani walioingia nchini Tanzania kwa lengo la kutalii, ila naamini unajua ni nini wanakwenda kukifanya. Mbona mimi nilishawaambia kwamba Marekani hawezi kuliacha ile swala likaenda kimya kimya? Lazima tutatuma watu wake. Ryan, hebu tazama. Naima alimuonesha Ryan video ya Lisa akiwa anashuka ndani ya gari na kuingia nyumbani kwa Ghost. Kama wakimvamia Ghost, lazima watamdhuru na Lisa. Hayo ni matatizo yake. Mimi sijamwambia aende huko, kwani akiwa kwenye matatizo mimi ni uso nini? Ryan, hata kama, ila angalia kesho ya mwanao ataishi bila ya mama. Naima, hivyo uko serious kweli? Yaani bado unataka kunisukumiza mimi kwa Lisa? Lisa huyo ni sikio la kufa. Acha pambane na hali yake. Mimi nanihusu nini sasa? Hainihusu. Nilishamalizana naye. Acha maisha yangu yaendelee. Sawa? Acha basi hata dakika moja nifurahie kwanza furaha ya kuwa na Monica. Sijui unaelewa? Monica wa watu ambao maskini ya Mungu ananipenda kuliko hata huyo mjinga mmoja ambaye unamzungumzia. Ryan,
Unahisi kwamba Lisa ana mpango? Kwa sababu ameujua ukweli na na imani anakwenda kufanya maamuzi ya kijinga yatakayomgharimu. Hebu nisikilize Naima. Kama tulivyojitoa kwenye utumishi wa serikali ya nchi hii, basi hebu tujitoe kabisa kwenye habari za Lisa. Kilichosalia kwake ni kumwangalia tu mtoto wetu basi. Mambo mengine achana nayo kuhusu wewe. Sawa. Ila baadaye sitofurahi kukuona upo kwenye hali ya kujutia. Usijali. Alafu nimecheki mtandaoni, nikaona kuna hili eneo linauzwa nchini Russia. Naima alizungumza huko akimwonyesha Ryan katika simu. Eneo kubwa lenye miti mingi, huko katikati kukiwa kuna jumba la kifahari. Wanauzaje? Dola milioni 14. Nimepapenda. Tupachukue nini? Ya, tupachukue, ni pazuri sana. Tutakuwa tunakwenda kupumzika mambo yakiwa mengi. Inabidi tukapaone kwanza ili tukiridhika napo tupachukue. Sawa. Kesho basi mimi naandaa mipango ya safari. Ni sawa. Ninachokupenda ni hapo tu Ryan. Alafu na wazo Naima. Wazo? Unaonaje tukaanza kuwekeza kwenye biashara tofauti tofauti, kwa sababu itafikia kipindi tutahitaji kupumzika kabisa na kuachana hizi mambo tunazofanya. Unaonaje kwa kipindi hicho tukao tunaendelea tu kunufaika na hizi pesa tulizo nazo? Sawa, ila kwa sasa inabidi tukae na kufikiria ni biashara gani tuitakayo, kwa sababu kama unavyofahamu biashara ni kitu kinachohitaji muda. Biashara ni kitu ambacho kinahitaji usimamizi wa hali ya juu, hususan inapoanza. Bila hivyo tutapoteza pesa na hatutokuwa na cha maana kitakachoweza kufanyika. Ni sawa, pia nimekuelewa. Naam. Kweli wakapeana 5 na kisha wakarudi ndani. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, taratibu Nadia alionekana akiyafumba macho yake na kisha akayafumbua huku akivuta hewa safi ya nchini Tanzania. Nadia akatazama ngazi za ndege yake binafsi iliyokuja nayo nchini Tanzania, na kisha taratibu Nadia alianza kushuka huku walinzi wake 5 wa kike wakimfuata kwa nyuma huku akiwa na mabegi yao. Waliingia ndani ya magari ambayo yalikuwa yameandaliwa na vijana wa Scorpion waliopo nchini Tanzania, na kisha wakaondoka uwanjani hapo. Kuna mpya gani nchini Tanzania? Mkuu, mpya ni kubadilika kwa uongozi. Kiongozi gaidi ameshaondolewa madarakani. Oh, sawa. Nadia alizungumza huku akitazama majengo yaliyopo pembezoni mwa barabara. Wakafika mpaka nyumbani kwake. Saa 10 jioni sasa. Nadia alizungumza huku akiwa anatazama saa yake mkononi. Nahitaji niandalie zana zangu, nahitaji kuweza kumpatia surprise Ryan. Leo? Ndio. Ila kwa mkuu, kwa taarifa nilizonazo ni kwamba Ryan anakaa kwenye makazi ya makamu wa rais. Kwa hiyo ni eneo lenye ulinzi mkali mkuu. Utapata shida sana kwenda kuvamia. Okay, nitafutie namba yake. Sawa. Nadia alitembea makadirishani na mandhari ya nje ya jumba lake hilo yalikuwa ni ya kifahari. Ryan, nimekuja nchini Tanzania kwa ajili yako. Ni lazima nikuue. Mkuu, namba hii hapa. Mpigie. Nadia alikabidhiwa simu na kuiweka sikioni huku akisikia jinsi simu ilivyokuwa inaendelea kuita, na kweli simu ikapokelewa. Yes, hello. Hongera sana kwa kuwa mume wa makamu wa rais. Bila shaka wewe ni Nadia. Kumbe sauti yangu naikumbuka eh? Naona umepiga kwa namba ya nchi ya Tanzania, hivyo nahisi upo nchini Tanzania. Hilo ni jibu ambalo unajipatia na sio swali. Unahitaji nini? Kwanza, hebu niache kwanza nicheke kidogo. Imekuwaje mke wako mrembo eh? Ulikuwa unamuona kama ndo malkia Kaolewa na babako. Ryan alishusha pumzi taratibu huku akimsikia Nadia akicheka kwa dharau. Jamani, unajua nilijua utamu wako utaendelea kumlinda na hata kusaliti. Ila amefunga ndoa kabisa na babako.
Sema ni nini unahitaji, na la sivyo nitaikata simu. Kama ungekuwa unahitaji kukata simu nadhani ungeshaikata. Ila Ryan kweli alikata ile simu. Kanikatia simu? Nadia alizungumza huku akiipiga tena namba ya Ryan. Iliita mpaka ikakata. Alipiga tena na Ryan akapokea. Ni vyema ungeenda kwenye point, nina mambo mengi ya kufanya. Leo saa 4 kamili usiku nahitaji tuonane. Wapi? Nitakutumia location. Na okay, poa. Hapo Ryan akakata simu. Ryan, ukiingia tu kwenye mtego ukaja, leo ndo utakuwa mwisho wa maisha yako. Na kuwa pia leo ndo itakuwa mwisho wa maisha yako. Nadia alizungumza kimoyomoyo huku akikunja ngumi mikononi mwake, akiashiria hasira alionayo moyoni mwake. Ni hasira kali vibaya mno. Sasa je, ni kweli ataweza kumuua Ryan? Nyo. Ryan, huyo Nadia kama anataka kuonana na wewe, inabidi ujiulize maswali. Ni nini ambacho anakitaka kutoka kwako? Nisikilize, Naima. Sauti yake Nadia kwanza imebadilika na anaonekana kama ni mtu mwenye mpango mbaya dhidi yangu. Mazungumzo yake tu yanaonyesha hivyo. Kwa hiyo unataka kuniambia anataka kukua? Huenda anataka kuniua, kwa sababu kumbukumbu ya watu wake nchini Ujerumani sio nzuri kwake. Niliangamiza kikosi chake chote. Kwa hiyo utakwenda? Ya, lazima niende. Ryan, inaweza kawa ni mtego kweli, akakudhuru kama unavyosema. Huenda kawa nakumbuka mambo ya Ujerumani akataka kulipiza kisasi. Unahisi anaweza kuniua? Ryan, usijiamini kupitiliza. Usijali Neema, yule ni mtoto wa kike tu. Natakayeniua mimi ni Mungu peke yake, ila hawa panya wengine wa duniani hawa, hakuna ambaye anaweza kuniua mimi. Sawa Ryan, sina neno. Ila nakushauri uende na silaha pamoja na mavazi yako. Yaani mavazi ya kininja kwenda kuonana na Nadia? Nivae mavazi ya kininja? Ndio. Sasa kama atataka kwenda kunipa mechi je? Huenda anaweza kupewa kwenda kula mzigo kule. Nivae mavazi ya kininja nini? Hebu acha ufala la yani. Unahisi unaitwa kwa ajili ya kwenda kupewa mechi? Rani, huyu mtu ana kisasi na wewe. Uwezi jua bwana. Labda uko anawashwa anataka kukunwa. Si unajua mziki wangu. Nikipiga show lazima mwanamke mwenye apagawe. Chizi kweli wewe. Haya Naima. Labda anataka mashine, na kama mashine tu ipo, akitaka mimi nampa. Mtoto akililia wembe mpe. Yaani nampiga mashine mpaka mwenye anaisikufa kufa tu. Yangu macho, ila kuwa makini Ryan. Usijali Naima. Nikiondoka usimueleze chochote Monica. Usijali, sitomwambia. Sasa gari sitaki kutumia. Hizi gari hizi za serikali zina GPRS. Ngoja nikimbie faster kule nikakuchukulia gari. Ndio, okay, poa. Naam, kweli Naima aliondoka nyumbani hapo na dereva wa familia na akaelekea katika nyumba ya Ryan. Baada ya Lisa karudi akiwa na gari aina Range Rover. Nimepata wazo. Wazo gani? Acha niondoke muda huu. Kwa nini ikiwa ndo kwanza jioni? Najua nini cha kufanya. Ryan, kuwa makini. Niamini. Ryan kweli aliingia ndani ya gari na kuondoka katika makazi ya makamu wa rais. Ryan alifika karibu na nyumba anayoishi Naima mara baada ya Nadia kumtumia eneo ambalo alipo Nadia, huku simu yake akifunga location ili iwe ngumu kujulikana ni wapi alipo. Simu ya Ryan kweli ilianza kuita. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha ikipokea. Mke. Baby, uko wapi? Kuna sehemu nipo kidogo, kuna kazi ninaishughulikia. Hiyo kazi ni njema au mbaya?
Monica, kazi ya kawaida tu, wala usijali, nitakufahamisha. Okay, kuwa makini mume wangu. Usijali. Ryan alikata simu na taratibu akawasha gari na kuliendesha mpaka mbele ya geti la nyumba ya Nadia. Alipiga honi kadhaa na geti halikufunguliwa. Akapiga namba ya Nadia. Nadia akapokea. Yes, hello. Naona sifunguliwi geti. Ndio naipiga honi hapo nje? Yeah. Wanakufungulia. Ryan alitabasamu huku akikata simu, na baada ya dakika kweli geti likafunguliwa. Aliingiza gari ndani. Akashuka na akaonekana msichana mmoja aliyeshika bastola mkononi mwake akimwamrisha kunyosha mikono ili kumkagua. Ryan alitii, alikaguliwa na hakuwa na silaha yoyote. Alisindikizwa na walinzi wawili wa kike mpaka sebuleni. Uko vizuri kwenye kutrack simu za watu Nadia alizungumza huku akimtazama Ryan, lakini mkononi mwake huyu binti Nadia alikuwa ameshika upanga wa kininja. Nilihitaji kuwahi kabla mpango wako. Unahisi kuja hapa unaweza kutoka salama Sidhani kama unaweza kutumia huo upanga ulioshika. Nadia kautazama upanga ulioshika wenye makali pande zote mbili. Naweza nikakulalua ndani dakika moja Ryan. Ndivyo ulivyodanganywa eti? Kweli Nadia kwa kasi aliruka juu na kushuka na upanga huo eneo alipokuwa amesimama Ryan. Ryan ambaye kwa kasi alihama upande huo. Upanga ukapita bila mafanikio. Nadia alianza kumshambulia Ryan kwa upanga huo kwa kasi ajabu mno. Ryan aliweza kuhimili mikiki ya Nadia, akawa na kwepa mapigo yote aliyokuwa anashambuliwa na Nadia. Walinzi wa Nadia wakaizunguka sebule nzima huku akiwa na bunduki mikononi mwao wakifuatilia mapigano hayo ambayo Nadia alikuwa amedhamiria kumuua Ryan. Ndani ya dakika 5 nzima Ryan alikuwa anafanya kazi ya kukwepa mapigo ya Nadia ambayo hayakufanikiwa kumdhuru Ryan hata chembe. Kwa hiyo wewe uwezo wa mwalimu wako ndio umeshia hapo alivyokufundisha eti? Ryan alizungumza huku Nadia akimwagikwa na jasho uso mzima. Nadia akajaribu kumshambulia Ryan tena, ila alijikuta akitulizwa na teke la kifua lililomrusha mpaka kaenda kuangukia kwenye sofa. Boom. Vijana wa binti Nadia wakataka kumshambulia Ryan, ila Nadia aliwazuia huku akijaribu kusimama. Nadia kabla hajafanya chochote kila alijikuta Ryan akiwa amesimama mbele yake huku akimpokonya ule upanga na kisha akamshika kiuno. Ryan akamwambia, sikiliza wewe, bado hujaona uwezo wa kupigana na mimi, usijisumbue. Ryan alizungumza hivyo huku akimbusu Nadia mdomoni mwake na kisha akamrushia upanga wake. Sasa kwa kasi ya ajabu Nadia alionekana hajakubali kushindwa. Akarusha ule upanga alipokuwa Ryan. Ryan ambaye alikuwa amempa mgongo binti huyu Nadia. Lakini cha ajabu Ryan aliukwepa ule upanga na ukapita ukaenda kupiga ukutani. Upanga ukaenda chini. Ryan akageuka nyuma akakumbana na teke zito la Nadia, ila akazuia kwa mikono yake na akarudi nyuma kidogo. Nadia akajaribu kurusha ngumi kadhaa, ila Ryan akazuia zote. Msikilize mwanamke, kama una hasira na mimi ya kuwaua watu wako kule Ujerumani, zitoe hasira zako zote leo mbele ya watu wako hao. Ila siwezi kupigana na wewe kwa sababu nikikupiga nitakuwa, na sihitaji kuwa na tatizo na baba yako wala mama yako. Nahitaji amani na wewe. Lakini wewe bado ni mdogo sana, haustahili kufa, na kama ningetaka ufe ningekuwa ile siku pale Ujerumani kama nilivyofanya kwa wale vibaraka wako. Nitakuwa Ryan. Nadia alizungumza huku akimpiga mangumi na mateke Ryan. Ryan alikuwa amesimama tu huku akisikilizia mapigo hayo ya Nadia ambayo Ryan aliona ni kama vile anafanya hivyo tu kutokana na uchungu aliokuwa ameuhifadhi moyoni mwake kwa kipindi kirefu. Na Ryan hakuzuia pigo lolote la Nadia. Nadia ambaye alikuwa anampiga huku akilia kama vile mtoto mdogo. Ryan akabaki kumtazama tu Nadia. Kadiri muda ulivyozidi kwenda mbele ndivyo jinsi Nadia alivyozidi kuishiwa na nguvu za kumpiga Ryan, na mwisho alijikuta akimkumbatia huku akilia kwa uchungu mno. Kufa mpumbavu. Nadia alizungumza huku akimpiga Ryan mgongoni mwake, ila Ryan aliendelea tu kumkumbatia kwa nguvu. Msaidizi wa Nadia aliwapa ishara walinzi kuondoka sebuleni hapo, huku naye akifuatia kwa nyuma na kumwacha bosi wake akiwa na Ryan.
Naomba unisamehe kutoka moyoni mwako Nadia. Ile siku sikujua kama wale ni watu wako. Laiti ingekuwa ni wewe upo kwenye ile nafasi ungefanya kama nilivyofanya mimi. Nilichokikumbuka ni wewe tu, kwa sababu tulikutana pale hotelini na nilishindwa kufanya ukatili wowote ule juu yako kwa sababu niliamini kwamba una sababu ya kukufanya ufanye vile. Ila nisamehe, sikuwa na jinsi. Ryan alizungumza huku machozi yakimwagika. Nadia aliendelea kulia kwa uchungu. Mikono yangu imemwaga damu za watu wengi, na ndio maana sasa hivi nimeamua kuachana na hizi kazi. Tafadhali nisamehe sana Nadia. Sihitaji uadui na wewe, nahitaji amani kati yetu. Nadia taratibu alimwachia Ryan huku macho yake yakiwa yametawaliwa na wekundu, huku mishipa ya damu ikionekana usoni mwake. Samahani. Ryan alizungumza kwa msisitizo. Nadia alimtazama kwa muda na kisha taratibu akamwachia Ryan na kisha kakaa kwenye moja ya sofa huku akifungua kikamba kidogo alichokuwa amekifunga nywele zake ndefu na kuzifanya zifunguke zote. Niahidi jambo Ryan. Na kusikiliza Nadia. Hutoigusa Scorpion na watu wake wote. Na kuahidi sitoigusa tena na sitoshughulika na masuala hayo tena. Kweli? Na haki ya Mungu. Mimi siku zote huwa natekeleza ahadi ambayo huwa naahidi. Ila tu hiyo Scorpion yako hiyo isiguse familia yangu wala watu wangu ambao ninawapenda. Sawa. Haitowagusa. Nashukuru kwa hilo. Nadia alijifuta machozi huku macho yake yakiwa yamevimba. Nimekusamehe, na uchungu uliokuwa umenitawala ndani ya moyo wangu kwa kipindi kirefu sana. Sasa uchungu huu umetoweka. Ilikuwa ni lazima nikuache ufanye unachojisikia ili kuwa na amani ndani ya moyo wako. Nadia alisimama na kisha alianza kupandisha ngazi kuelekea gorofani. Akampa ishara kumuita Ryan. Ryan taratibu alianza kuongoza na kumfuata kwa nyuma. Nahitaji tuzungumze biashara mimi na wewe. Nadia alizungumza huku akikaa kwenye sofa jingine katika sebule iliyopo juu ya gorofa hilo. Ryan akamuuliza biashara gani? Sasa hivi naiongoza Scorpion kwa 100%. Mamangu kwa sasa amestaafu na anaendelea kusherehekea uzee wake na babangu. Hebu ngoja kwanza, umesema baba yako na mama yako? Ndio, wamerudiana. Una uhakika? Ha? Naachaje kuwa na uhakika ikiwa na wazazi wangu ambao walinizaa? Usishangae sana kwa sababu ipo siku hata wewe na Lisa mnaweza mkarudiana. Japo kwa sasa unaweza kusema hapana, hamwezi kurudiana, ila ukweli ni kwamba mnaweza kurudiana. Tuende kwenye point. Najua ufanyaji wako wa kazi wewe na Naima ni mzuri sana na mnaaminiana sana. Nahitaji uwe miongoni mwa wanachama wa Scorpion. Ni jambo ambalo haliwezekani. Nisikilize, sijamaliza Ryan. Endelea. Scorpion nahitaji kuifanya kuwa taasisi yenye nguvu na isiwe ya kuchagua nani awe kiongozi nani asiwe kiongozi. Nahitaji kuitoa kwenye muonekano huo. Nataka iwe taasisi kubwa ya kibiashara. Si mnamiliki biashara nye? Ndio, tunamiliki biashara kila nchi, ila nahitaji iweze kuwa taasisi ya kuleta amani, hususan kwenye nchi zenye machafuko kama Somalia, Ethiopia, Kongo na nchi zote zinazosadikika kusumbuliwa na waasi. Nafanya hivyo ili kusaidia zile jamii ambazo zinateseka. Ryan, ngoja nikuoneshe kitu. Nadia aliingia ndani ya chumba chake na baada ya dakika karudi na flash na kisha kaichomeka katika TV. Walianza kutazama video za kipelelezi zilizoandaliwa na wapelelezi wa Scorpion duniani kote, zikionyesha makundi mengi ya kigaidi jinsi yanavyofanya kazi na kupanga mbinu zao za kudhuru au kuchukua nchi ambazo serikali zao zimeyumba kiutawala. Hii flash ina masaa zaidi ya 10 ukitazama video zilizoandaliwa na wapelelezi wangu waliopo duniani kote. Wapo ambao wamejiunga na makundi ya kigaidi. Wapo ambao wanafanya kazi na serikali za nchi mbalimbali. Ila kuja kutazama kwenye hizo video wanaoathirika ni kina mama na watoto. Mimi nina maono ya kuifanya dunia kuwa sehemu salama na yenye amani. Kwa nini sisi hapa tunakaa tu tunakula tu kuku, tunakunywa vinywaji baridi, ila kuna nchi watu hata kupata kipande cha mkate na kuwa ni shughuli?
Maneno ya Nadia yalimfanya Ryan kukaa vizuri kwenye sofa. Sina nchi kusema kwamba nina jeshi kama la Marekani ambalo linatuma vikosi vyake kwa nchi wanazohitaji maslahi, ila na uwezo wa kuzisaidia nchi hizo zikaondokana na vita na watu wakakaa mezani wakapatana, na upande usiohitaji basi utapigwa kila kona na kupotezwa ndani ya muda mfupi. Maono yako ni mazuri sana na yanaonyesha ni namna gani ulivyokuwa na roho nzuri na njema. Nashukuru. Ila nikushauri kitu kimoja Nadia. Hizi vita zote zinazoendeshwa duniani, najua unamjua adui wa hizo vita ni nani. Adui ambaye unakwenda kupigana naye sio yule ambaye unakutana naye kwenye uwanja wa mapambano. Adui unayepigana naye amekaa tu sehemu na kufuatilia hiyo vita kwa macho mawili, kwa sababu ana maslahi ambayo yanayopata. Sasa unapokwenda kukatisha maslahi ya watu hao, amini ninachokwambia, watakutafutia njia kwa namna yoyote ya kukuua, ili mradi tu waendelee kunufaika na kile wanachokifanya. Na ndio maana umemsikia Marekani wametangaza kusitisha vita Afghanistan baada ya miaka 10. Wanalalamika wamepoteza mabilioni ya dola, ila ukweli ni kwamba wanajua walichokipata. Hakuna anayefanya kitu bila faida, hakuna. Naelewa unachokimaanisha Ryan. Ila Scorpion ilivyoanzishwa na babu yangu iliingia mikataba na nchi hizo ambazo ni wadhamini wa hizo vita. Hivyo mimi najua kila aina ya mpango ambao wanapanga au waliupanga. Propaganda za kuonesha magaidi hawa ni magaidi, ila ukiangalia upande wa pili wa sarafu sio magaidi. Ni watu walioamua kufa na kupona, ila wanaipigania nchi yao. Hivyo kuna baadhi ya watu ambao hatupo nao na wanakuwa ni wasumbufu kwenye hizo nchi. Na ndio maana nahitaji kuja na sera ya kuifanya dunia kuwa sehemu salama. Nisikilize Nadia. Mimi sihitaji nikukatishe wewe tamaa, ila nauona huo mpango wako ni mgumu sana. Ni kweli ni mgumu, ila utalainika nikiwa na wewe pamoja na Naima. Sasa sisi hapo tutafanya nini? Swali zuri. Kutokana mnajua mambo mengi sana, nahitaji tusaidiane kusimamia huu mpango kwa pamoja ili ukamilike. Tunatengeneza hivi kwa ajili ya kesho yetu na watoto wetu. Mpango wa dunia unaopangwa sasa hivi ni kwenda kutokea vita ya 3 ya dunia, ila hiyo vita ilishapigwa, ile nataka kurudishwa tena. Vita ya 3 ya dunia imepigwa? Ndio. Cheka, hilo ndo ukweli. Wapi hiyo vita ilipigwa na lini? Mlipuko wa ugonjwa wa corona, unahisi ulikuwa ni ugonjwa tu? Ryan alikaa kimya huku akimtazama Nadia ambaye kwa upeo ni msichana mwenye akili nyingi mno. Ugonjwa ule ulitengenezwa kama silaha, kitu ambacho kilikwenda kuteketeza mamilioni ya watu dunia nzima. Unajua kwa nini ulitengenezwa? Hapana. Kwanza ilikuwa ni kuhakikisha wanatawala zile nchi zote ambazo hazitakuwa na uwezo wa kushughulikia ugonjwa huo wa corona. Kwa hiyo Scorpion inahusika, si ndio? Hapana. Kipindi corona inatokea, mimi nilikuwa ni mdogo na mamangu alikuwa bado hajifufua Scorpion. Hivyo nilikuwa ninamdadisi sana babangu kwa sababu alikuwa ni rais kipindi kile, kama unakumbuka. Ndio nakumbuka. Hivyo walitaka kuzitawala kiuchumi nchi ambazo zitakosa kwanza chanjo ya corona. Wanakupa chanjo kisha wanakukopesha pesa ambayo wanajua hutaweza kuirudisha kwa kipindi ulichopangiwa, kwa sababu umepoteza nguvu kazi yako ya watu wengi na umeyumba kiuchumi, na mwisho wa siku wanakutawala kwa vile masharti yalivyohitaji. Kwa watu wenye pesa wanatumia hiyo kama silaha ya kupoteza idadi kubwa ya watu duniani na kuwapa hofu. Wewe ukiwa kama rais, ukaona watu wako wanakufa, huku uchumi wa dunia ukiwa umesimama, kila mwenye nchi yake amejifungia, akija mtu akikupa chakula hutokubali? Ikiwa watu wako wanakufa njaa? Nitakubali. Na ndo hapo wanakuambia nakupa chakula, dawa na pesa, na kisha ukikaa vizuri ndani ya miaka 5 au 10 utanirudishia pesa yangu, bila kujua unatia sahihi. Na ukishafanya hivyo wanatengeneza silaha nyingine ya kukuangamiza. Kama ipi? Unakumbuka kipindi kile kulikuwa kuna wimbi la kwanza la corona, likaua sana watu, likaja wimbi la pili, likaja wimbi la 3, la 4, hadi ilipokuwa mawimbi kama 6 hivi. Ndio nakumbuka. Na ilikuwa inakuja kwenye miaka tofauti. Ndio. Wewe jiulize, kwa nini alikuwa anakuja kila mwanzoni mwa mwaka na sio mwishoni? Yaani Januari hadi April. Hapa katikati lazima kuibuke wimbi la corona. Je, kama una mkataba wa miaka 10 wa kurudisha pesa za watu,
ndani ya miaka 6 umepigwa na hayo mawimbi. Je, unaweza kurudisha hizo pesa ulizokopa? Jibu ni kwamba huwezi kurudisha mkopo. Mwisho siku unaangukia kwenye deni la kutawaliwa. Hivyo hayo mataifa yaliyokuwa yanaandaa huo mpango wao waliweza kutengeneza makoloni yao. Tunarudi kwenye utumwa ule wa zamani ambapo kwa mfano mimi ninakudai labda tuseme bilioni 10. Sasa vita ya kisilaha ambayo ni uso kwa uso itataka kwenda kuanza. Ninakuja kwako Bwana Ryan kwenye ile deni langu la bilioni 10 na kupunguzia bilioni 5. Ila kwenye hilo punguzo nahitaji wanajeshi wako labda 10,000 bure. Wewe kama rais hutotoa wanajeshi wako? Nitatoa. Hivyo basi ukishawatoa wanakwenda kwa kama mwamvuli wa kumpigania yule anayekudai. Na wale wanaopigana nao wakishaona huyu Ryan anamsaidia huyu, basi wanakuunganisha kwenye hiyo vita yao. Mwisho na wewe utawalinda watu wako. Utapigana vita ambayo kwa 100% utashindwa, na ukishindwa nini kinachofuata? Ardhi yangu inatawaliwa. Jibu zuri sana. Utashangaa ndani ya nchi yako. Labda tunasema kwa mfano huu mkoa mzima wa Dar anauchukua mdeni wako kwa sababu wewe huna uwezo. Na ndio maana ile corona ilitengenezwa kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya vita ya 3 ya dunia. I say? Yeah. Na zisikitikia sana nchi za Afrika kwa sababu zitakuja kugeuzwa ndio sehemu ya vita. Yaani Marekani na Russia wataacha kupigana kwao na kuvunja magorofa yao, watapigania Afrika kwa sababu siku zote wanatuona Afrika kama vile hatuna akili, kujipendekeza, kujikomba kwao. Wanatuona sisi ni watu wa misaada, ndio maana wanatufanyia sisi kama ni eneo la majaribio. Ila nakumbuka corona iliua sana Ulaya kuliko Afrika. Rani, kuna mambo mengi ya siri yalifanywa nyuma ile idadi ya watu waliokuwa wanazitangaza. Mengine hayaongeleki, ila nitakutumia faili ukasome uone janja zilizokuwa zinafanywa. Unajua ni sawa tu na mwanafunzi mwenye akili. Anapiga kelele sana darasani, lakini yeye ni mwanzishaji wa vikundi vya story na kusimulia sijui hivi sijui vile. Alafu akiwapa tu kisogo na tabasamu kwa sababu anajua ameshawateka na mnajua mpo naye, ila linapokuja swala matokeo ya mitihani ndipo hapo mnapobaki kusema mwenzetu ana akili ndio maana amefaulu, ila sisi tumefeli. Ila ukweli ni kwamba wanacheza na akili za watu. Naamini sikukuu ile siku ili tuje kufikia hii siku. Ya Mungu mengi huenda na makusudi yake, na ndio maana hata leo nimeshindwa kukua na nimepata amani ya moyo. Sasa utafanya vipi ili kuzuia hiyo vita ya 3 ya dunia? Swali zuri. Nina list ya viongozi ambao wako mbele sana au wanachezesha hivyo michezo kuja kuitengeneza vita ya 3 ya dunia. Hao viongozi endapo tukiwaua, dunia itapumua, kwani wao ndio waliofanya hiyo michezo. Wengine sio viongozi. Wengine ni watu tu mashuhuri, wafanya biashara, wacheza filamu, wacheza mipira. Kuna kishirika cha siri kimeanzishwa kipindi Scorpion imeanguka. Hichi kishirika ndicho kilichokuja na mipango ya corona, na wana mpango kuleta ugonjwa mwingine. Huo ugonjwa utawapukutisha sana wa Afrika, kwani corona zao nyingi zilidunda. Hivyo wanataka kuingiza huo ugonjwa Afrika, Asia na nchi za Ulaya pamoja na Amerika. Ugonjwa gani? Bado sijajua, ila maabara zao zipo North Korea. North Korea? Ndio. Na inabidi kuzuia utengenezaji wa virusi hao kabla hawajaweza kusambaa. Hebu ngoja kwanza. North Korea tunaingiaje? Ni mtihani kwa kweli, kwa sababu ni nchi ambayo unaelewa utawala wao namna ulivyo. Ni watu wanaoishi kwa mifumo yao wao wenyewe. Hivyo hata kupata wapelelezi wa kutoa siri za eneo ilipo hiyo maabara tunashindwa. Ndani ya mwaka mmoja nimekuwa ninafanya upelelezi kwa njia ya satellite, ila tumeshindwa. Na ndio maana mhitaji Naima kuja kuongeza nguvu kwenye utafutaji huo ili kipatikane hiyo maabara basi ilipuliwe haraka iwezekanavyo. Dunia imejaa watu wengi wabaya ambao furaha yao ni kuona wengine wanateseka ili wao wajipate manufaa ya utawala wa mamlaka. Kwa kweli. Ila fununu za mbali kabisa wanasema huo ugonjwa utasambazwa kwa njia ya simu. Simu? Ndio. Kivipi? Kwenye kila simu ina mionzi, na ndio maana mara nyingi tunaambiwa tusitumie simu zikiwa kwenye chaji, au kwa wanawake Afrika wasiweke simu kwenye maziwa kwa sababu ni hatari. Hivyo sijui huyo virus ataingizwa vipi, ila inaonyesha anaingia mwilini mwako
basi story itakuwa imefika mwisho na ujiulize ni watu wangapi duniani wanatumia simu. Ni wengi. Na ninahofia kwamba kutakuwa kuna toleo la simu ambalo halishiki virusi hao. Ila je, ni toleo lipi? Kampuni gani itahusika? Nani atajua lini watasambaza? Na Waafrika wangapi watakuwa na uwezo kuzipata simu hizo? Zitasambazwa kwa kipindi gani hizo simu? Ukishajiuliza maswali hayo, basi utajikuta upo kwenye kina kirefu cha maji na kwenda juu, uwezi zaidi tu kuomba msaada kwa Mungu kukusaidia. Unajua Nadia, leo umenifungua macho yangu. Tupo kwenye nyakati nzito, ila wengi tunawekeza sana kwenye teknolojia ambayo ndio itakuja kuimaliza dunia, kwa maana kwamba sasa hivi hata magari yapo ambayo yanajiendesha yenyewe bila dereva. Ni kweli. Aise, teknolojia ni nzuri ila ni hatari sana huko iendapo. Tunatamani kurudi zama za, tutakuja kutamani kurudi zama za zamani na haitowezekana. Nimekuelewa sana Nadia. Je, kwenye huo mpango wako mamako anafahamu? Hapana. Kwa nini? Ni mapema sana kumueleza mamangu huo mpango kwa sababu yeye afikiri kama mimi ninavyofikiria. Mimi ni kizazi kipya, lazima nifikirie kwa mapana. Wao kazi yao ilikuwa ni kugombania nani awe rais wa nchi fulani, nani asiwe, kupitisha ajenda wanazozihitaji kwa kiongozi hao. Ila mwisho wa siku hawafikiri kesho ya hao wananchi. Na ndio maana unaweza kukuta Scorpion ilikuwa inaingia kwenye migogoro na wale viongozi wanaopendwa na kuchaguliwa na watu. Na mwisho wa siku wanatengeneza uhasama wa kuwatoa madarakani, na mwisho wa siku wanamwaga damu za watu ili mradi kuchukua uongozi, jambo ambalo sio sahihi. Ninachokitaka sasa hivi kuifanya Scorpion kuwa mtetezi wa watu wa dunia nzima kwa wale wote wasiokuwa na uwezo wa kupambana. Ryan, naomba unisaidie. Mimi peke yangu kusimamia hayo maono siwezi. Na pia ni hatari kwa sababu kwenda kukata mirija ya watu wanaonufaika ni ngumu. Hivyo lazima watatushambulia. Hivyo itatupasa kuwa tayari muda wote ule kupambana. Tafadhali Ryan, ungana nami. Na maanisha hiki ninachokizungumza kusema ule ukweli. Haya sasa, mambo yanazidi kunoga. Nadia anamueleza Ryan mambo yanayomwacha mdomo wazi. Anamshawishi Ryan kuungana naye kwenye taasisi ya siri ya Scorpion. Swali ni je, Ryan atakubali kuungana na Nadia? Hebu usikose katika sehemu ya 12 Mzigo wa Ice Kill Me. Kumbuka hii ni chapter 6. Mimi naitwa Uncle J. Asante sana kwa kunisikiliza. Mzigo uliotayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Bye bye.